Habari ya asubuhi na habari. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Tashana Masimba, ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi NBC Dodoma Marathon. Na leo tuko hapa mahususi kabisa kwa ajili ya kumtambulisha partner wetu mkubwa ambaye amekuwa nasi kwa misimu yote 6 akitusapoti kwenye NBC Dodoma Marathon. Jambo ambalo mwaka huu ni msimu wetu wa 6 na litafanyika pale Jamhuri Stadium Dodoma tarehe 27 mwezi wa 7. Na lengo kubwa la marathon hii labda kuendelea tu kusisitiza na kukumbusha wanahabari na wananchi kwa ujumla. NBC Dodoma Marathon ina support causes kubwa 3 au malengo makubwa 3 mwaka huu. Namba 1 ni kuendelea kusaidia na kuendeleza elimu kwenye saratani ya shingo ya kizazi kwa mashirikiano makubwa kabisa na Ocean Road. Namba 2 ni kutoa scholarship ya ujuzi ama mafunzo kwa wakunga kwa ajili ya kuimarisha afya mama na mtoto wakati wa kujifungua, ambako mwaka jana tulifanya scholarship kwa wakunga 100 na mwaka huu tunatazamia kuongeza 100 wengine wafike 200. Lakini mwaka huu kitofauti kabisa tumeongeza kozi nyingine ya 3 ambayo ni ya msingi kwenye kutoa ujuzi ama mafunzo kwa wauguzi ambao wanatoa huduma kwa watoto wenye mahitaji maalum, especially usonji, yani autism. Kwa hiyo tunatazamia kutoa pia mafunzo na au scholarship kwa wauguzi hao 100 mwaka huu ambao ni caretakers wa watoto wenye uhitaji maalum, yani autism. Hayo ndio malengo yetu makubwa 3 kwa mwaka huu. Lakini kwa mmoja wao yote yanalenga kuimarisha afya mama na mtoto na kuendeleza jitihada zetu za kurudisha katika jamii. Lakini katika jitihada hizi hatuko peke yetu. Maana peke yetu si ajabu impact isingekuwa kubwa jinsi ilivyo. Tuna partners ambao wanatuunga mkono, wako pamoja nasi wakitusupport na wakisupport jitihada hizi. Na leo tuko hapa mahususi kabisa kwa ajili ya kumtambulisha partner wetu mwingine mkubwa ambaye amekuwa akitunga mkono kwa misimu yote 6. So Godwin, karibu kabisa. Kwa jina naitwa Godwin Semunyu, ni mkuu wa mahusiano wa benki ya NBC. Kama alivyosema mwenyekiti, ili kufanikisha marathon ni lazima tuungane nguvu. Kwa sababu mwaka jana tulitoa hizo scholarship za wakunga 100, lakini pia tumeendelea na kampeni ambayo tumeshafikia wakina mama zaidi ya 47. Katika wakina mama 47 wamepimwa, wakina mama 3000 walikutwa na vimelea vya saratani ya shingo ya kizazi na wameanza matibabu kwa ushirikiano wa Ocean Road Cancer Institute. 1800 kati yao walifanikiwa kupimwa na kurudi nyumbani, wamepona kabisa. Kwa hivyo ni safari ndefu ambayo inahitaji kuungana mkono na jamii nzima. Na nikizungumza jamii, nazungumza wale wakimbiaji mmoja ambao mwenyekiti alishasema jinsi tunavyokujiregister, lakini pia kuna makampuni. Kwa hivyo leo tunamtambulisha kwenu Sanlam Insurance. Naomba tumpige makofi huko mlipo. Sanlam amekuwa na sisi kwa mwaka wa 6 sasa. Ni kampuni ya bima, kampuni kubwa sana ambayo imeshirikiana na sisi. Inaweza kusema katika hao kina mama 1800 ambao wamerudi nyumbani na kupona kabisa, mchango wa Sanlam upo. Kwa hiyo wameokoa maisha, na ukimwokoa mama mmoja umeokoa familia nzima. So sisi leo tuko hapa kwa sababu yao na kuwatambulisha rasmi kama mdau wetu wa kufanikisha. Tunataka jamii wajue Sanlam ni kina nani na kwa nini wamechukua nafasi ya kuendelea kuwa pamoja nasi. Kwa hivyo mimi naomba leo nimkaribishe Bwana Mika, mkuu wa fedha kutoka Sanlam. Yeye na wenzake watatuambia kwa nini wamekuwa pamoja na sisi, lakini wao ni kina nani kwenye soko hili la biashara nchini. Mika, karibu sana. Asante. Naitwa Mika Samuel, mkurugenzi wa fedha wa kampuni ya Sanlam. Kampuni ya Sanlam kwa hapa Tanzania ina kampuni ya bima za maisha, yani Sanlam Life Insurance. Tuna kampuni ya bima za mali, yani Sanlam General Insurance, na tuna kampuni ya uwekezaji, yani Sanlam Investment. Sasa kwa nini tumeungana na NBC katika marathon hii? Kama walivyosema, huu ni mwaka wa 6 sasa. Kwanza, NBC ni mbia wetu muhimu sana katika biashara yetu. Tunashirikiana na benki ya NBC katika kudistribute huduma zetu za bima kwa walaji.
na vile vile tunaunga mkono malengo ya Marathon ya NBC ambayo pamoja na mengine ni kupata fedha ili kusaidia juhudi za serikali katika kuchunguza na kutibu ugonjwa wa kansa ya shingo ya kizazi, na vile vile wanathamini mafunzo kwa wakunga ili kukuza weledi wao katika kutoa huduma kama wakunga. Sote tunatambua umuhimu wa wanawake katika maendeleo ya nchi yetu. Hivyo juhudi zozote za kuokoa maisha na kuimarisha afya zao ni za kuungwa mkono. Lakini vile vile tunatambua umuhimu wa mazoezi katika kuimarisha afya zetu, na hii nayo ni sababu nyingine ya kwa nini tumeungana na NBC ili kufanikisha marathon za mwaka huu. Sasa sisi kama Sanlam, kama nilivyosema, tunatoa bima na uwekezaji. Nitaongelea kwa upande wa bima za maisha, alafu nitakaribisha wenzangu wataongelea upande wa bima za mali na uwekezaji. Sanlam Life ni kampuni kubwa ya bima za maisha hapa Tanzania ambayo ina market share ya karibia 70%. Tunazo bidhaa nyingi za maisha ambazo tunauza, zikiwemo bima za mikopo, tunaita credit life insurance. Hii nitoe mfano, wewe ni mfanyakazi, umeenda benki umekopa, tumia sehemu ya mshahara wako kulipia mkopo. Kwa mfano umekopa milioni 100, kila mwezi unalipia. Ikitokea kama benki ambao umekopa wamekatia mikopo hii bima ya credit life insurance, kama umekopa milioni 100, umepunguza ule mkopo umefika milioni 70, alafu bahati mbaya umepata ulemavu wa kudumu au kifo, sisi Sanlam Insurance tunaenda kulipa benki ile milioni 70 ambayo ilikuwa imebakia kule. Kwa hiyo benki haitaenda kusumbua familia yako. Lakini kama huna hii bima, benki lazima waende wauze na nyumba au mali yoyote ili walipe ule mkopo ambao ulikuwa hujamaliza. Kwa hiyo ni bima muhimu sana. Tunaomba kupitia nyinyi waandishi wa habari mwalimisho wa Tanzania kuhusu hiyo. Vile vile tuna bima ya waajiriwa kupitia kwa waajiri, Group Life Assurance. Hapa mwajiri anamkatia mwajiriwa bima hii kama ikitokea ulemavu au kifo wakati anafanya kazi pale, anapata fao la kifo au fao la ulemavu la mpaka, kuna waajiri wanakata mpaka miezi 120, miezi 60. Kwa hiyo tuchukulie mfano mfanyakazi analipwa milioni 5 kwa mwezi, alafu amefariki au amepata ulemavu wa kudumu. Kama mwajiri alikatia miezi 60, na maana utalipwa milioni 5 mara 60, yani milioni 300, na hii haikatwi kodi. Kwa wale wategemezi wako wanalipwa milioni 300, wakipata hii wanaenda kuwekeza, alafu ile faida ya uwekezaji ile kwa mwezi wanapata pesa ya kuendeshea maisha pale. Kwa hiyo kama ni school fees, ni matibabu, ni vyakula, maisha yanaendelea. Kwa hiyo ni bima muhimu sana kwa wafanyakazi. Nitoe wito kwa waajiriwa wote, wabane waajiri wao wakatie bima hii muhimu sana. Kama mwajiri anakuthamini, lazima athamini na familia yako. Kwa hiyo ni muhimu sana ukatie hii bima. Vile vile tuna bima ya elimu, tunaita Educare. Hii ni bima ambayo inakuhakikishia unakuwa na uwezo wa kulipia ada za watoto wako, aidha ni sekondari au vyuo vikuu, whether unaishi au umefariki au umepata ulemavu wa kudumu. Hapa kitokea umefariki, kama una hii bima, sisi kama kampuni ya bima ya Sanlam tunakulipia ile michango yako ya mwezi. Kwa hiyo haupo, lakini michango yako kampuni ya bima inakulipia mpaka ukifika ule mwaka ambao ulichagua kwamba unapata annual payout kwa ajili ya kulipia school fees hizo au masuala mengine, basi yale malipo yanafanyika kwa ile miaka ambayo ulichagua. Vile vile kuna bima ya Faana,
Faana Maisha. Hii ni bima ambayo kila Mtanzania mwenye uwezo wa aina mbalimbali anaimudu, kwa sababu mchango wako wa mwezi unaanzia shilingi 100 tu. Ukikata bima hii unapata fao la ulemavu au kifo la mara 1500 ya mchango wako wa mwezi. Kwa hiyo kama unachangia 10,000 kwa mwezi, ikitokea ulemavu au kifo, wategemezi wako uliowachagua wanalipwa milioni 15. Yaani ile 10,000 zidisha mara 1500, milioni 15. Ukitaka kukata bima hii Faana ni rahisi sana. Tunaisambaza kushirikiana na Vodacom. Kwenye simu yako ya Vodacom unabonyeza *150*00 alafu unachagua namba 6 ambayo ni huduma za kifedha. Unachagua namba 4 ambayo ni Voda Bima. Alafu unachagua namba 5 ambayo ni Faana Maisha. Baada hapo unafuata maelekezo ya namna ya kujiunga. Basi niwakaribishe wenzangu, nianze kumkaribisha Cecilia atueleze kidogo kuhusu bima za mali ambazo zinatolewa na Sanlam General Insurance ambayo ni kampuni nyingine ya Sanlam hapa Tanzania. Karibu Cecilia. Mwanamika, mimi naitwa Cecilia Shirima, natokea kampuni ya Sanlam General Insurance. Sisi Sanlam General Insurance tunatoa bima za mali. Ninavyosema mali ni vitu ambavyo vinatuzunguka sisi. Tunatoa bima za nyumba, bima za magari, bima za wanyama, bima za viwanda na bima za mazao. Ninaposema nyumba unaweza nyumba ya kuishi, nyumba tunazoishi sisi, na hakika wote hapa kila mmoja ana nyumbani. Kwenye nyumba ya kuishi tunakava nyumba kama nyumba ni ya kwako umejenga, na hata kama nyumba sio ya kwako umejenga, pia unaweza ukakava vitu vyako. Tunakupatia hii bima kwa 0.5%. Sasa unaweza ukafikiria vitu ulivyonavyo na thamani kwenye nyumba yako unayoishi, kwa 0.5%. Wewe utakuwa unaishi kwa amani. Utakuwepo unahangaika kwenye kujitafutia, lakini utasikia hata mvua imenyesha utakuwa na amani. Tunajua kabisa kwenye hizi bima za nyumba kuna majanga mengi yanatokea, kama nyumba kuungua, saa nyingine umeibiwa, saa nyingine kuna mafuriko yameingia sana kipindi chochoka cha mvua. Lakini unapokuwa na bima ya nyumba unakuwa na amani, unaishi kwa kujiamini. Kwa hiyo natoa wito kwetu sisi wote kufikisha ujumbe huu kwa jamii kwamba tunahitaji kama wananchi sisi tuwe na hii bima. Kwa 0.5% tu ya vitu vya thamani vyako unaishi kwa amani kabisa. Vile vile kuna bima ya viwanda au tunasema commercial business. Yaani biashara tunazofanya tunaweza tukazikatia bima. Viwanda pia tunazikatia bima. Na hii yote inaitwa bima ya majanga ya moto, ambao kwenye hii bima unaweza ukakava kutokana na moto, ukakava wizi, ukakava pia na mafuriko. Pia bima ya magari, kila mmoja tunaelewa bima ya magari ipo. Sisi Sanlam tunatoa magari, tunakava magari kuumia na hata kuumiza mtu mwingine na hata kuumiza vitu vya mtu mwingine. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Vile vile tunatoa bima ya livestock. Livestock ni bima ya wanyama. Tunakava wale wanyama katika inaitwa mortality cover, ambapo pale katika kuwakava wale wanyama pale tunakava mnyama endapo atakufa kwa ajali, accidental death, au endapo mnyama atakufa ataibiwa, au endapo mnyama atasafirishwa. Vyote hivyo tunavikava. Pia saa nyingine mnyama anaweza kafa, yani emergency slaughter, yani akachinjwa kabla wakati wake. Ninapoongelea emergency slaughter ni kwamba labda mnyama imetokea kwamba kuna drought au ugonjwa umekuja, na unakuta mnyama yuko tayari, sema tu anakuwa labda ni ananenepeshwa. Sasa kuliko yule mtu apate ile hasara, kwa hiyo anakuwa amekata hii bima. Yule ng'ombe atachinjwa mapema, na hata bei atakaouzwa kwa wakati huo itakuwa sio ile bei atakayokuja kuuzwa baadaye. Pia kuna cases wanyama wanasafirishwa. Unakuta mnyama ametolewa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wanyama wengine wanakufa wakiwa njiani. Pia sisi tunakava. Tunasema emergency death in case labda ng'ombe anazaa. Ng'ombe akiwa anazaa sometimes anaweza akafa. Kwetu sisi pia hiyo tunaikava. Kwa hiyo ndio bima ya wanyama tunaotoa, na pia tunaona pia
Ni fursa kwetu sana sana kwa NBC kwa sababu tunaona wame launch new product na Mbogo Ranch ambao pia wale wako ni professional, yani ni wafugaji wa ng'ombe wale wakubwa, tunasema wa maziwa, wanyama wa mbegu. Wale ng'ombe waga wanaenda kwa kiasi, yani wana value kubwa sana. Unakuta ng'ombe moja anafika hata milioni 27. Kwa hiyo pia sisi kwetu sisi hii ni fursa kwetu kwa NBC katika kujumuika nao katika kutoa hii bima. Vile vile tunakava vitu vya biashara. Kama hapa tulipo tunaona waandishi wetu habari mko na cameras, pia hizo sisi tunavikava. Tunavokava vitu kama hivi tunaziita business or risk. Yani unapoondoka nayo popote pale ulipo nayo, inaweza ikaanguka, inaweza ikaibiwa, vile vile tunatoa bima kama hizo. Kwa hiyo tunatoa wito kwenu wote na jamii nzima, karibuni sana Sanlam. Sisi ni bima, mkiwa na sisi mtaishi kwa kujiamini. Asante sana. Habari za asubuhi. Naitwa Ana Mbajo, ni mwakilishi kutoka Sanlam Investment, kampuni ya uwekezaji. Kwa yote ambayo tumesikia hapa kabisa inaonyesha ni jinsi gani Sanlam ambavyo tuko kwa ajili ya ustawi wa jamii, and more reason ya kwa nini tunashirikiana na NBC kwenye hii marathon ambayo na yenyewe lengo lake kubwa kama tulivyosikia kwenye kuangalia ustawi wa mama na mtoto na watu wenye usonji and the like. Okay. So Sanlam Investment ni kampuni ya uwekezaji, ina takriban miaka 25 zaidi. Tunapatikana nchi 3 za Afrika Mashariki ambao ni Kenya, Uganda na Tanzania, ambao tumefungua rasmi kuanzia mwaka jana. Well, uwekezaji tunauelewa kwa njia tofauti, lakini ambao kikubwa unaendana na malengo. Sasa ili tuna vitu vingi sana ambavyo tunajipangia kwenye maisha, unaweza ukashindwa kuvifikia, lakini kwa sababu tu ya mipango bado haijakaa sawa. Na hapo ndipo Sanlam Investment inapoingia kukusaidia wewe kutimiza malengo yako. Aidha unataka kutengeneza kipato zaidi, ama una mipango mbalimbali yoyote ambayo unataka kuifanikisha, then kwa kuwekeza na sisi unaweza kufikia malengo yako. Inafanyikaje sasa? Sanlam kwanza kabisa tunasimamiwa na mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana CMSA, ambapo Sanlam Investment tuna product inaitwa Sanlam Pesa Money Market Fund. Hii product inampa fursa mtu yoyote, aidha binafsi, vikundi, mashirika, kufanya uwekezaji wa kima cha chini kidogo cha kuanzia shilingi 10,000, ambapo inakupatia faida, ambayo hiyo faida huwa calculate kila siku na inaongezwa kwenye mtaji wako kila mwezi. Kwa hiyo kutumia uwekezaji tunaweza kufikia malengo tofauti tofauti ambayo wengi tumeweza kujiwekea. Mfano, let's say una plan ya kuretire early. Okay, inawezekana kama utafanya uwekezaji. Kwa hiyo unaweza kujiwekea mpango wako, ni kiasi gani unataka ufikie, uishi vipi kwa kupitia Sanlam, ama unataka kufanya akiba tofauti tofauti, kuweka mfuko kwa ajili ya watoto, kujiandaa kwa yote ambayo yanatarajiwa na yasiyotarajiwa, wala kutumia kwa kupitia Sanlam Investment kwa product yetu ya Sanlam Pesa Money Market Fund, then hivyo vyote vinawezekana. But kizuri zaidi kwenye kupitia mfuko huu pamoja wa Sanlam Pesa Money Market Fund, kwanza kabisa cha msingi tulichoangalia ni kulinda mtaji wa mteja. Kwa hiyo tunahakikisha mtaji wako uko salama, lakini pia zaidi ya kukupa faida ambayo ni nzuri, lakini tunakupa flexibility ambayo hii inakusaidia kutoa pesa yako muda wote. Ukitaka kuongeza mtaji wako, vyote vinawezekana. Kwa tunawakaribisha sana Sanlam Investment, muanze kufanya uwekezaji wenu kwa sababu inawezekana, na kujitengenezea kesho ambayo ni bora zaidi. Asanteni sana. Sifuri Reli, unaenda huduma za kifedha, unachagua Mwekeza. Kama alivyosema, unaweza kuwekeza kuanzia shilingi 10,000 kuendelea, na unapata faida ya mpaka 13%. Kwa hiyo kupitia waandishi wa habari, tusaidieni kuelimisha Watanzania wajiunge. Ni rahisi sana kuwekeza kwa kutumia simu yako ya Vodacom. Basi ni wasihi wa Tanzania wakate bima ili kujikinga na hasara inayotokana na majanga kama kifo, ulemavu, moto, ajali, wizi na kadhalika, na tujenge tabia ya kuwekeza akiba zetu ili kukuza vipato. Sisi katika Sanlam tuna kauli mbiu yetu inayosema
Sanlam ishi kwa kujiamini. Kwa hiyo waandishi wa habari, naomba nikisema Sanlam wote mjibu ishi kwa kujiamini. Sanlam ishi kwa kujiamini. Asante sana kwa kusikiliza. Nadhani tumesikia mengi mazuri kutoka Sanlam kuhusiana na huduma zao na jinsi ambavyo inachangia moja kwa moja kwenye ustawi wa jamii, lakini tumesikia pia kwa nini wameshirikiana na NBC kwenye NBC Dodoma Marathon. Lengo ni kuimarisha afya ya mama na mtoto, lakini kwa upana wake zaidi ni kuendelea kuimarisha na kuongeza ustawi wa jamii yetu ambayo ndio wateja wetu. Bila jamii kuimarika, hata sisi kwenye biashara tutasheki kidogo. Lakini mwisho kabisa, labda niendelee tu kutoa wito kwa Watanzania na washiriki wa michezo kutuunga mkono kwa kujiandikisha kwenye NBC Dodoma Marathon. Tumeshafungua registration na registration ni kwa gharama ya shilingi 45 kwa mtu mmoja, na ukiwa kama una kikundi cha watu kuanzia 30 ni gharama ya shilingi 42. Kujiandikisha ni simple tu, unaenda kwenye tovuti yetu ya www.event.nbc.co.tz, au kama ikiwa ndefu sana kukariri, hata ukiandika tu NBC Dodoma Marathon kwenye Google itakupeleka moja kwa moja kwenye tovuti hii ambayo utaweza kujiandikisha na kulipia tiketi yako tayari kabisa kwa kushirikiana na sisi pale tarehe 27 Julai Jamhuri Stadium Dodoma. Tunawakaribisha wote mjiandikishe na tuungane mkono katika kuendelea kuimarisha ustawi wa jamii na afya ya mama na mtoto. Lakini pia mbali na hayo, burudani zitakuwepo nyingi za kutosha. NBC Dodoma Marathon kama tunavyofahamika, over and above malengo ya mbio hii, lakini ni burudani na experience nzuri kwa washiriki wetu. Karibuni sana. Asante. Kama alivyosema mwenyekiti, kuna komiti 42 za kwetu sisi 21 10 pamoja na 5. Kwa hiyo Mika ameniambia napiga 42. Kwa karibuni sana Dodoma. Asante sana kwa maswali hayo mazuri yaliyoshiba. Labda nikianza na la kwangu mimi kwenye upande wa mchango wa NBC Marathon kwenye tasnia ya riadha kama ajira. Kama ulivyoliweka vizuri, NBC Dodoma Marathon is an international marathon. Inavutia washirika wa local lakini pia wa international. Na sisi tunachachua ajira ya riadha kwenye nchi. Kwa moja kutoa opportunity ya wao kujifua kwa ajili ya maandalizi ya other international marathons ambazo wanaenda kushiriki, lakini pia wanatumia NBC Dodoma Marathon hata kupata qualification, kwa sababu kule kwenda international marathon nyingine unahitaji qualification fulani, labda unatakiwa umefika pace fulani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanatumia NBC Dodoma Marathon kwa ajili ya kujifua na kujiandaa na kupata pia qualification za wao kushiriki katika big international marathon. Lakini mbili, pia NBC Dodoma Marathon tunatoa prizes nono kabisa kwa ajili ya washindi, ambayo hiyo lengo lake ni ku attract elite runners ambao wanakuja kukimbia kama kazi, ili iwavutie wao kushiriki kwa sababu wanapata kitu. Mwaka jana tulikuwa na zawadi nono, lakini mwaka huu pia tuna zawadi nono zaidi ambazo tutakuja tena hapa tuzitangaze, zawadi za mwaka huu ambazo tunaamini zimekizi vigezo na zitakuwa attractive kuweza kuattract elite runner katika ushiriki wao. Lakini tatu, kama moja ya jitihada ya kutoa exposure kwa elite runner, kwa kushirikiana kabisa na Sanlam, mwaka jana tulipeleka elite runners wawili kwenye Sanlam Cape Town Marathon, sponsored everything kwa ajili ya wao kwenda kushiriki Cape Town Marathon ya South Africa kama part ya mazoezi, lakini kama part ya wao kujifua na kupata exposure ya marathon nyingine ambazo ni international. Na tulifanya kwa mashirikiano makubwa kabisa ya Sanlam. Maana Sanlam alitusponsor kuwasponsor washiriki hao wawili. So hizi ni jitihada tu kwa uchache ambazo tunaendelea kuzifanya. Mmoja na kama ulivyoiweka lengo burudani ya marathon, lakini nia nyingine kubwa ni ya kutoa opportunity ya kukuza ajira ya riadha Tanzania.
wanariadha watanufaika na bima zetu, hasa kama ulivyosema ya ajali na kadhalika. Sisi kama wadhamini tunapopata na NBC, kuna mchango wa kifedha tunamkabidhi NBC. Afa NBC na anakuja na package mbalimbali za kuwanufaisha washiriki. Kama alivyosema, kuna zawadi, kuna t-shirt wengine watapata. Lakini hili la kukata bima, naomba NBC alichukue ili kwenye ile package, basi wale wakimbiaji angalau covered kwa kile kipindi cha wanaoshiriki marathon. Kwa hiyo tumelichukua. Kwa kipindi hicho ambacho tunaelekea NBC Dodoma Marathon, kwa kiasi gani kama Sanlam tunatumia hii jukwaa kuhakikisha kwamba mnatoa bingwa wa KPI kwa mchezo mtendeni, kwa sababu tunaona baada ya kipindi fulani wachezaji kustaafu kucheza na struggle sana kwenye mchezo wa matibabu. Kama Sanlam tunachukua kama platform kiasi ya msimu wa Dodoma. Tunatumia platform mbalimbali ikiwemo nyinyi waandishi wa habari kama tunavyoongea hivi. Tusaidie kuelimisha Watanzania umuhimu wa kukata bima. Kama ambao tumesema, kuna bima ambayo unachangia shilingi 100 tu. Mtu yote Mtanzania yote wakipata chochote anaweza kuafford. Huwa mara nyingi Watanzania umuhimu wa bima unaiona pale janga linapokutokea, lakini kabla janga hajakutokea hatuoni umuhimu wa bima. Mtu una struggle for 10 years kujenga nyumba, 10 years, lakini atokea janga la moto, ile nyumba inaungua, ile juhudi zako za miaka 10 zote zinakuwa sifuri. Lakini ungekatia bima ambayo labda unalipa tu $100,000 kwa mwaka, moto ukitokea kama ulitumia milioni 200, kampuni ya bima inakulipa milioni 200, unajenga nyumba nyingine. Kwa hiyo tunaomba waandishi wa habari mtusaidie kuelimisha Watanzania umuhimu wa bima, lakini vile vile sisi kama Sanlam tunaendelea kuelimisha Watanzania kwa kutumia forum mbalimbali, ikiwemo partnership na watu kama NBC na benki zingine, kwa sababu wenyewe wana mtandao mpana sana mpaka vijijini, wamsaidia kusambaza elimu juu ya umuhimu wa bima. Asanteni sana. Juu ya hilo, kwa wao kuwa wadau wetu, kwa Sanlam kuwa mdau wa mbio hizi, anaingia moja kwa moja kwenye mpango wetu wa awareness kwenye jamii. Mpango huu utawaingiza wao katika hadhira mbalimbali tunaweza kukutana nazo, kuanzia kama hivyo waandishi wa habari kwenye general public, lakini tuna hadhira nyingine za vijana kwenye vyuo vikuu, tuna hadhira za burudani, kwa sababu kama mnavyofahamu baadaye kuna battle inatokea Dodoma pale. Kwa hivyo kwa wao, uwepo wao utakuwa nafasi pia ya kutoa awareness kwenye jamii. Tunaamini kwamba sisi kama taasisi tuna wadau wetu. Hao wadau wataunganishwa moja kwa moja na Sanlam, ambao wao pia watapata nafasi ya kuelezea huduma zao. Lakini sisi kama marathon ambayo inasimama yenyewe kama pila mojawapo, nao ina wadau wengine. Kwa hiyo wote hawa watapata nafasi ya kufikiwa na wadau wetu na kupata huduma za bima. Kama tulivyoambiwa hapa, kuna makundi mengi ya bima. Mimi ndio nimejua leo kwamba unaweza ukatoa bima kwa mifugo pale nyumbani kwako. I did not know. Kwa hiyo kwa kupitia hivi tunaendelea, unajua 100,000 unaweza ukatoa bima ya nyumba yako. Tutakwenda mpaka wanafunzi, kila mtu atafikiwa. Investment ya shilingi 100,000 itajua kusaidia baadaye. Kwa tunaamini hii ni platform sahihi kwao kuweza kuwafikia diverse groups za jamii yetu. Asante sana. Ndio. Kunikumbusha, NBC tuna mtandao mkubwa wa matawi hapa Dar es Salaam, lakini na nchi nzima. Kwa hiyo kama uko sawa kidigitali ama huwezi kupata access ya kujisajili kidigitali, tunakukaribisha sana utembelee tawi letu lililoko karibu nawe ili uweze kujisajili. Ukitembelea pale utapata support ya kusajiliwa na kupata tiketi yako. Lakini pili, tunapoelekea Julai, kuanzia Julai tutafungua vituo maalum kwa ajili ya kujisajili na kwa ajili ya ugawaji wa t-shirt za kukimbilia. Pia tutakuwa tunafanya usajili katika vituo hivyo ambavyo tutavitangaza, vitakuwa Dar es Salaam na Dodoma. Lakini kwa washiriki wetu wa mikoani na mikoa mingine, maana tunapata washiriki wakubwa wengi sana kutoka mikoa ya jirani ya Dodoma, kama digitally hauwezi kujisajili, tunashauri na tunakuomba uende kujisajili katika tawi letu lilo karibu nawe.